الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Alhamisi ya tarehe 26 mwezi wa Shawwal mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025 Miladia. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. majina ya Allah mtukufu yakifahamisha sifa inayokeuka kwenda kwingine hukusanya mambo matatu. Asmaullahi ta'ala in dallat ala wasfin mutaaddin tadammanat thalathata umur. Majina ya Allah mtukufu yakifahamisha sifa inayopetuka kwenda kwenye kitu kingine kisichokuwa Allah hukusanya mambo matatu. Ahaduha thubutu dhalika lismi lillahi azza wa jalla, uthubutu jina hilo kwa Allah azza wa jalla. Athani thubutu sifati allati tadhammanaha lillahi azza wa jalla, uthubutu sifa hiyo ambayo jina hilo limeikusanya sifa hiyo kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Athalithu thubutu hukmiha wa muqtadaha, uthubutu hukumu yake sifa hiyo, uthubutu hukumu yake wa muqtadaha na muqtadha wake na madhumuni yake. Qala والضابط في المتعدي هو ما يتعدى إلى غيره. فالسميع مثلا يتعدى إلى غير الله، والله ni samii, mwenye kusikia. Hii inapetuka kwenda kitu kingine kisichokuwa Allah, anasikia vitu vingine. Wakadhalika almuhyi fa innahu yataadda ila ghairihi. Amma alhayyu فمعناه الحياة، وحياة الله لا تتعدى إلى غيره. وحي والله haupetuki kwenda kwenye kitu kingine. ومثله العظيم، na mfano wake al-azim. Kwa kuna majina ya Allah ambao yana sifa zinazopetuka kwenda kwenye kitu kingine, kama hiyo as-sami'. Allah ni mwenye kusikia, anasikia vitu vingine vyote. Al-muhyi kadhalika yataadda ila ghairihi. Ama al-hayyu, Allah ni hai, maana yake uhai wa Allah haupetuki kwenda kitu kingine. Wa mithluhu al-azim, na mfano wake al-azim. Idhan kuna majina ya Allah ambayo yana sifa ambazo zinakeuka kwenda kwenye vitu vingine. Majina hayo au sifa hizo zinakusanya mambo matatu. Ahaduha thubutu dhalika lismi lillahi azza wa jalla, kuthubutu jina hilo kwa Allah azza wa jalla. Pili, thubutu sifati allati tadhammanaha lillahi azza wa jalla, kuthubutu sifa hiyo ambayo jina hilo limeikusanya sifa hiyo kwa ajili ya Allah mtukufu. Athalith thubutu hukmiha wa muqtadaha, kuthubutu hukumu yake sifa hiyo na muqtadha wake. Qala Sheikh rahimahullah: walihadha istadalla ahlul ilmi ala suquti alhaddi an qutta'i tariqi bitawbah. Kwa hiyo ahlul ilmi, maulama, wamechukua dalili kuanguka kwa haddi kwa wale wakataji njia kwa kutubia. Wakitubia tayari hadi yao ya kuuawa haitekelezwi tena. Istadallu ala dhalika biqawlihi ta'ala: illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Isipokuwa wale waliotubia kabla hamjawakamata, kabla hamjakuwa na uwezo wa kuwakamata, jueni kwamba Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Qala li anna muqtadha hadhaini lismaini
أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مقتضى ومجina haya mawili Ghafurur Rahim, muktadha wa majina haya mawili ni kuwa Allah mtukufu ameshawasamehe madhambi yao na kuwahurumia kwa kuwaangushia hadi hao baada ya kutubia. Baada ya kutubia hakuna hadi tena ya itakayowafikia hao kuta'u tariq, wale majambazi wanaoua watu na kukata watu vipanga. Wakisha tubia hadi yao inaanguka. Liqaulihi ta'ala illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. قال قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الطرقات ما هم سلاح ويقصبونهم الأموال. قطاع الطريق ni wale ambao wanaoingilia watu katika njia na wana silaha, wananyang'anya watu mali zao. Wameitwa quta'u tariq liannahum yaqta'una at-tariqa, wanakata njia. Ayu insanin yuridu an yattajiha ma hadha at-tariqi wa fihi haula'i fa innahu yuhjimu wala yuqdimu. Haula'i dhakara Allahu uqubatahum, hawa Allah ametaja adhabu yao. An yuqattalu ni kuwawa, au yusallabu au kusulubiwa, au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, au kukatwa mikono yao na miguu yao kwa kupishana, mkono wa kulia na mguu wa kushoto, mkono wa kushoto na mguu wa kulia. Au yunfau min al-ardhi, au watolewe katika nchi hiyo, katika ardhi hiyo wapelekwe ardhi nyingine, mji mwingine. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim, isipokuwa waliotubia kabla nyinyi hamjaweza kuwakamata, jueni kwamba Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Fa idha tabu min qabli an naqdira alayhim, yani annahum sami'u annana natlubuhum, walisikia kwamba tunawatafuta. Fatabu, wakatubia. Wa atau ilaina, wakaja kwetu. Wa alqau silaha, wakatupa zile silaha zao. Famadha yajibu, jambo gani linapasa? Fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim, wakisha tubia jueni kwamba Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Wa idha alimna dhalik wajaba al-kaffu anhum, tukishajua hayo kwamba wameshatubia ni lazima kujizuilia na kuwaua. Wakadhalika baqiyatul hudud, vile vile haji nyingine zilizobakia. Idha taba al-insanu minha qabla al-qudrati alayhi fa inna tawbatahu tuqbalu wa la yuqamu alayhi al-hadd. Vile vile hadi nyingine, hadi ya wizi, hadi ya zina, hadi ya kila kitu, mtu akitubia kabla hajakamatwa, toba yake inakubaliwa na hatekelezei hadi tena huyo baada ya kutubia. Ad-dalil hadhihi al-aya illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. قال مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له. mfano wa hilo ni as-sami', jina la Allah hili linakusanya kuthibitisha sami' kuwa ni jina la Allah mtukufu, na pia kuthibitisha sam'i, kusikia, kuwa ni sifa ya Allah mtukufu. Pia wa ithbata hukmi dhalika wa muqtadahu, jina hilo sami' na sifa hiyo inathibitisha hukumu ya hilo na muktadha wake. Wa huwa annahu yasma'u sirra wan najwa, hukumu yake na muktadha wake ni kwamba Allah anasikia siri na minongono ya watu pia anasikia, kama qala ta'ala wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Allah anasikia majadiliano yenu. Allah ni mwingi wa kusikia, ni mwenye kuona.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. mwanamke mmoja kama sikosei Khawla alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, mume wangu amenifanyia mudhahara ile ya kumwambia kwamba wewe ni kama mgongo wa mama yangu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anamjadili, ni kweli huu ni ibni ammi yako, huyu hawezi kusema hivyo. Yule mwanamke anamthibitishia, hapana, amenambia hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah anamsikia huyo mwanamke ambaye anajadiliana na wewe, anakuelezea matatizo yake na mume wake. Wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Mama Aisha radhiallahu anha iliposhuka aya hii asema, mimi niko chumbani kwake pale Mtume sisikii maneno yao, Allah subhanahu wa ta'ala anasikia. Tumefahamu? Kwa hiyo sifa hii ya Sami' ndiyo ambayo tataadda ila ghairi Allah, ndiyo kama hivi. إذن فصار الاسم المتعدي يتضمن ثلاثة أمور. ikawa jina hili ambalo linakiuka kwenda kwenye kitu kingine linakusanya mambo matatu. Al-awwal ithbatu usman, kuthibitisha kwamba ni jina la Allah. Athani ithbatu ma tadhammanahu min sifa, kukusanya lile lililokusanywa na jina hilo ambalo ni sifa. Athalithu ithbatu al-hukmi wal-muqtada alladhi taqtadhihi hadhihi sifa, kuthibitisha hukmu na ile muktadha madhumuni ambayo yanakusanywa na sifa hii. Qala wa in dallat ala wasfin ghairi mutaaddin tadammanat amrayn, sifa hiyo ikikusanya sifa ambayo haipetuki kwenda kitu kingine, tadammanat amrayn, sifa hiyo itakuwa imekusanya mambo mawili. Ahaduhuma thubutu dhalika lismi lillahi azza wa jalla, moja lao ni kuthubutu jina hilo kwa Allah azza wa jalla. Athani thubutu sifati allati tadhammanaha lillahi azza wa jalla, kuthubutu hiyo sifa iliyokusanya jina hilo kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Mithalu dhalika alhayyu, الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل. jina hili alhayy linakusanya kuthibitisha hai kuwa ni jina la Allah azza wa jalla, wa ithbata alhayati sifatan lahu, na kuthibitisha uhai ni sifa yake Allah azza wa jalla. hii la tataadda ila ghairihi, sifa hii haikeuki na kwenda kwenye kitu kingine, ni uhai wake pekee Allah azza wa jalla, uhai usio na mwisho. kwa hiyo hii hayat alhayy la yataadda ila ghairihi. يقول الشيخ يقول إذا قال قائل كيف تقولون إن الحي لا يتعدى وقد قال الله تعالى يحيي ويميت. vipi mnasema kwamba alhayy haipetuki kwenda kwenye kitu kingine wakati Allah anasema anahuisha, anafisha? Aljawabu anna yuhyi wa yumit laysat mutafarri'atan an kaunihi hayya bal mutafarri'atun an kaunihi muhyiyan, wa farqun baina hadha wa hadha. hii yuhyi wa yumit si yenye kutokana na kuwa yeye ni hai, hii inatokana na kuwa yeye ni mwenye kuhuisha. Farqa baina ya kwamba yeye Allah ni hai na farqa ya kuwa yeye anahuisha. Kwa kuhuisha si kwamba kuhuisha huko inakuwa ni uhai kama wake Allah wa milele, hapana, tofauti. Wa farqun baina hadha wa hadha, ni farq baina hili na hili, ya kwamba ni hai na kwamba ni yuhyi, farq baina hivyo. Wanielewa? القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة
وبالتضمن وبالالتزام. Ufahamisho wa majina ya Allah mtukufu juu ya dhati yake na sifa zake inakuwa ufahamisho huo bilmutabaqa, kwa mutabaka muwafaqa, wa bitadhammuni na kwa kusanya, wa bililtizam na kwa iltizam kulazimiana. Dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhatihi wa sifatihi takunu bilmutabaqa wa bitadhammuni wa bililtizam. يقول الشيخ وهي من أهم القواعد. hii ni katika kaida muhimu sana, misingi muhimu sana. قال وهذه القاعدة لا تختص بالأسماء في الواقع بل كل لفظ فإنه يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام. kila lafzi, kila tamko linafahamisha juu ya, lenye kufahamisha juu ya maana, basi ina hii muwafaqa na tadhammun na iltizam. ولهذا نقول أنواع الدلالة ثلاثة. sampuli za ufahamisho ziko sampuli tatu: bilmutabaqa wa bitadhammun wa bililtizam. bilmutabaqa bi'tibari dalalati al-lafzi ala jami'i al-ma'na, kuzingatia ufahamisho wa lafzi wa tamko hilo kwa maana yote, ndio hiyo bilmutabaqa. watakunu bitadhammun wa hiya dalalatu al-lafzi ala ajzaihi ay ajzai al-ma'na, ufahamisho wa lafzi hilo, tamshi hiyo katika sehemu za maana yake. wa bililtizam wa hiya dalalatu al-lafzi ala ma'nan kharijin la yadkhulu tahta al-ishtiqaq. قال مثال ذلك, mfano wa hilo, idha qulta hadhihi darun, hii nyumba. sasa nyumba, fa innaha tashmalu al-hujar wal-ghuraf wal-barahat kullaha dalalata mutabaqa. ukisema hii nyumba inakusanya vyumba, sitting room imo humo, saha, ule uwanja wa nyumba, vyote hivi ni dalalatu mutabaqa, ufahamisho wa kuwafikiana. hivi vyote vinaitwa nyumba. ودلالتها على كل حجرة بعينها أو كل برح بعينها دلالة تضمن. hiyo ufahamisho wa kila chumba kwa dhati yake au kila uwanja pale katika nyumba ile, hiyo ni dalalatu tadhammun, imekusanywa, ufahamisho wa kukusanya huo. wadalalatuha anna laha baniyan, na ufahamisho wa kwamba nyumba ina mjengaji, hadha dalalatu liltizam, hii ni dalala iltizam. liannahu la budda min bani, nyumba lazima iwe ina mjengaji, kuna aliyejenga nyumba, hiyo ni dalalatu liltizam. mfano mwingine, as-sayyara, فكلمة السيارة تدل على كل السيارة بهيكلها وعجلاتها وماكينتها وعنابيبها وكل شيء بالمطابقة. kila kitu kilicho katika gari, lile bodi lake, matairi yake yale, mashine yake, kila kitu kinaitwa, hiyo ndio mutabaka, inafikiana na gari. وتدل على العجلات فقط أو على البطارية فقط بالتضمن, hiyo kwamba gari ina mataya zake zile, betri ile, hiyo ni dalalatu tadhammun, kukusanywa. وتدل على الذي صنعها بالالتزام, yule mtengenezaji wa gari, hiyo ni dalalatu liltizam, kwamba gari ina mtengenezaji wake. walam tasna binafsiha, haikujitengeneza yenyewe. mithalu dhalika alkhaliq, mfano wa hayo ni muumbaji. yadullu ala dhati llahi wa ala sifati alkhalqi bilmutabaqa, wa yadullu ala dhati wahdaha wa ala sifati alkhalqi wahdaha bitadhammun, wa yadullu ala sifatay alilmi walqudra bililtizam. Al-Khaliq, muumbaji, hii inafahamisha dhati ya Allah, pia inafahamisha sifa ya kuumba bilmutabaka, kwa kuwafikiana, kwamba muumbaji ana sifa ya kuumba. Wayadullu ala dhati wahdaha, pia jina hili al-Khaliq
linafahamisha dhati peke yake, dhati ya Allah. Wa ala sifati al-khalqi wahdaha, pia inafahamisha sifa ya kuumba pekee, hiyo ni bitadhammun, hiyo inaitwa ndiyo bitadhammun. Wa yadullu ala sifati al-ilmi wal-qudra bililtizam. Neno al-khaliq, sifa al-khaliq, jina hilo al-khaliq linafahamisha sifa mbili, ujuzi na uwezo. Hiyo ni bililtizam, ufahamisho wa iltizam. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض، وهي Allah alipotaja kuumba mbingu na ardhi, Allah tabaraka wa taala anapotaja kuumba mbingu na ardhi, qala taala lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli shay'in ilma. Anasema ili mjue kwamba Allah ni muweza wa kila kitu na kwamba Allah amezungukia kila kitu kwa kukijua. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم. أسمع آيه منذ آيه وليتنا ذكرناها، قوله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Ay akhbarnakum bidhalik, tumekuelezeni hilo kwamba Allah ameumba mbingu 7 na ardhi kama hivyo ardhi 7, yatanazzalu al-amru bainahunna, ili mjue kwamba Allah ni muweza wa kila kitu. Walaula qudratuhu ma khalaq, lau si uwezo wake asingeumba vitu hivyo. Wa anna Allah qad ahata bikulli shay'in ilma walaula ilmuhu ma khalaq, lau si ujuzi wake pia asingeumba. mpo طيب. قال واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، jua kwamba lazim ya maneno ya Allah mtukufu na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, idha sahha an yakuna laziman, maneno hayo yakisihi kuwa ni lazim, fahuwa haqu, ni haki. Wadhalika lianna kalama Allahi wa rasulihi haqqun, kwa sababu maneno ya Allah na mtume wake ni haki. Wa lazimul haqqi haqqun, na lazima ya haki ni haki. ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله، نقوم الله سبحانه وتعالى نمجوزي وكوا لازما من كلامه، لازم يا maneno yake na maneno ya mtume wake. Fayakunu muradan, inakuwa hiyo ndio inayokusudiwa, hiyo lazima ya maneno yao ndio inayokusudiwa. قال شيخ هذه قاعدة، هذه أيضا قاعدة مهمة، هو بيان مسنج مهم، وهي أن اللازم من كلام الله إذا صح أن يكون لازما فهو حق. لازم يا منين يا الله ikisihi kuwa ni lazim, hiyo ni haki. فإن لم يصح أن يكون لازما فليس بحق، isiposihi kuwa ni yenye kulazimiana na maneno ya Allah, hiyo pia si haki. مثال ما لا يصح أن يكون لازما قول أهل التعطيل، mfano wa yasiyosihi kuwa ni lazim ya maneno yake ni maneno ya watu wanaokanusha sifa za Allah. Wanasemaje? innahu yalzamu min ithbati sifati ithbatu tamthil. Ahlu ta'til wanaokanusha sifa za Allah wanasema hulazimu kwa kuthibitisha sifa za Allah kuthibitisha kufananisha sifa za Allah na viumbe. Ukisema Allah ni samee na viumbe vyake pia ni vinasikia, haya ndiyo maneno ya ahlu ta'til, watu wanaokanusha sifa za Allah. Wasema innahu yalzamu min ithbati sifati ithbatu tamthil, hulazimu kwa kuthibitisha sifa za Allah
kuthibitisha kumfananisha Allah na viumbe vyake. Wa ala hadha wajaba alaina inkaru sifat, maneno yao, na kwa hili ni lazima tupinge sifa za Allah. Lianna tamthila yajibu inkaru, sababu kumfananisha Allah sifa zake na sifa viumbe vyake ni lazima kupinga hilo. Kwa hiyo wanapinga sifa za Allah kwa vile wanapinga nini? Tamthil, kuzifananisha sifa za Allah na sifa za viumbe. Lakinna naqulu la yalzamu min ithbati sifati ithbatu tamthil. Sheikh anasema sisi tunawaambia hailazimu kwa kuthibitisha sifa za Allah kuthibitisha kuzifananisha na viumbe vyake, hailazimu hivyo. Mithalun akhar qawluhum aidan idha athbatta anna Allah yatakallamu mata shaa lazima min dhalika an yakuna Allah haditha. Wewe ukithibitisha kwamba Allah anazungumza popote anapotaka, hiyo italazim kwa hilo kuwa Allah ni hadith, ni mwenye kuzuka. Lianna alkalama idha kana yatajaddadu fahuwa hadith, maneno yakiwa yanatokea upya, maneno mapya, fahuwa hadithun, kwa hiyo maneno hayo yamezuka. Walhadithu la yaqumu illa bihadith, na chenye kuzuka hakisimami isipokuwa kwa huyo aliyezuka. Umenielewa? Ukisema kwamba Allah anazungumza anapotaka, kwa hiyo maneno haya mtu anavyoyasema ni hadithi, yamezuka kwa maneno. Kila mtu akisema maneno yanazuka kwake. Kwa ukisema hivyo itakuwa Allah naye ni hadith. Lakinna naqulu lahum hadha lazimun batil, lazima hiyo mnamlazimishia Allah ni batili, walaysa bisahih, sio sahihi. Faqad yaqumu ash-shay'u al-hadithu biman huwa azaliyun abadiyun, huwa kikasimama kitu kilichozuka kwa ambaye ni azali abadi, wa zamani wa milele. Lianna hadhihi af'alun tatba'u al-hikma, hivi ni vitendo ambavyo vinafuatia hikma. Fala yalzamu an yakuna Allahu ta'ala haditha, hailazimu kuwa Allah mtukufu ni hadith, la, ni azali, vile vile ni abadi. Mfano mwingine hai, wa mithalu ma yasihu an yakuna laziman, mfano wa inaosi kuwa ni lazim. Law qala qa'il yalzamu min qawlikum inna Allaha istawa bidhatihi ala al-arshi an yakuna lillahi dhatan tastawi ala al-arsh, hulazimu kwa maneno yenu, kwa kauli yenu kwamba Allah amelingana sawa kwa dhati yake juu ya arshi. Hii kauli hii inalazimu kuwa ana Allah dhati inayolingana sawa juu ya arshi. Watanzilu lissamai dunya, pia dhati hiyo inashuka katika mbingu ya dunia. Wama ashbaha dhalik, fanaqulu, tunasema hadha lazimu haqqun, lazimu hii ni haki. Wala mani'a min an nuthbita lillahi dhatan la tushbihu dhawat, hakuna kizuizi kumthibitishia Allah kwamba ana dhati, dhati ambayo haifanani na dhati za viumbe vyake. Wa hinaidhin yakunu hadha lazimu haqqan, hapa itakuwa lazimu hii ni haki. Ana dhati lakini haifanani na dhati za viumbe vyake. Tumefahamu? Kwa hiyo sifa za Allah zote ni hivyo, sifa za Allah ni zote ni hivyo. Anasikia lakini kusikia kwake hakufanani na kusikia kwa viumbe vyake. Anaona kila kitu, kuona kwake hakufanani na kuona kwa viumbe vyake. Sheikh akatoa mifano mingi ameitoa Sheikh rahimahullah katika jambo hili. Wa amma lazimu min qawli ahadin siwa qawli Allahi wa rasulihi falahu thalathu halat, ama lazim ya kauli ya yoyote isipokuwa kauli ya Allah na mtume wake, kwamba hiyo ina hali tatu. Wa amma lazimu min qawli ahadin siwa qawli Allahi wa rasulihi falahu thalathu halat, ama lazim ya kauli ya yoyote isiyokuwa kauli ya Allah na mtume wake,
lazim hiyo ina hali tatu. يقول كلمة حال مذكرة لفظا مؤنثة معنى، وعليه فلا نقول له ثلاثة حالات، نقول فله ثلاث حالات. سبو حاله مؤنث معنوي، مؤنث معنوي، إذن فله ثلاث حالات. المعدود يكون مذكر، العدد يكون مذكر، والمعدود مؤنث. ثلاث حالات، سيو ثلاثة حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به ni kutajiwa msemaji na kulazimishwa nayo kauli hiyo. Mithla an yaqula man yanfi sifati alfi'liya liman yuthbituha yalzamu min ithbatika as-sifati alfi'liya lillahi azza wa jalla an yakuna min af'alihi ma huwa hadith. Mfano, usema anayekanusha sifa za Allah za vitendo kumwambia anayethibitisha sifa hizo. Kumwambiaje? Anamwambia hulazimu ukithibitisha sifa za Allah za vitendo kuwa kuna vitendo vyake ambavyo vinazuka. Kama unathibitisha sifa za Allah za vitendo azza wa jalla, hiyo italazimu kuwa min af'alihi ma huwa hadith, kuna katika vitendo vyake ambavyo vinazuka. Fayaqulu almuthbitu, anasema huyu anayethibitisha sifa za Allah, naam, ndio, wa ana altazimu bidhalik, mimi nalazimiana hilo. Fa inna Allah ta'ala lam yazal wala yazalu fa'alan lima yurid, Allah azza wa jalla bado anaendelea kufanya anayotaka. Wala nafada li aqwalihi wa af'alihi, hakuna kumalizika kwa maneno yake na vitendo vyake. Maneno yake hayamaliziki, vitendo vyake havimaliziki. لا نفاد لأقواله وأفعاله لأن أقواله عز وجل مقرونة بإيجاد الشيء، maneno yake azza wa jalla yanakutanishwa na kuumba kitu. لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. waambie lau ingekuwa bahari ni wino wa maneno ya Mola wangu, bahari ingemalizika kabla ya kumalizika maneno ya Mola wangu. walau jiina bimithlihi madada, hata tukiletea mfano wa bahari msaada, tukasaidia bahari nyingine zote, bado maneno ya Allah yangebakia, bahari hiyo ingemalizika. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. lau vilivyo katika ardhi miti kwamba ndiyo kalamu, walbahru yamudduhu min ba'dihi 7 abhur, na bahari hii husaidiwa baada yake na bahari 7 abhur zinasaidia bahari hii. Ma nafidat kalimatullah, yasingemalizika maneno ya Allah, inna Allah azizun hakim. tumefahamu. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. وحدوث آحاد فعله, kuzuka kimoja katika vitendo vyake Allah azza wa jalla, la yastalzimu naqsan fi haqqihi, hii hailazimu upungufu katika haki yake. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه, kuzuka kimoja katika vitendo vyake Allah mtukufu, hii hailazimu upungufu katika haki yake. والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.